Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema ya leo mardi le 20 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea leo: ndege za kivita za FARDC tena zilishambulia waasi wa M23 katika mkoa wa Walikale ndani ya ngome zao zinazopatikana kwenye mlima wa Kasopo. Tutawaambia mengi kuhusu mashambulizi hayo ya ndege ya drone. Upande mwingine tutawapeleka katika eneo ya Kiliba kwenye wazalendo mkufanya ratisage na wako nasonga mbele wakielekea Runingu. Wanajeshi wa M23 17 walikamatwa mateka. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Uvira ambapo jeshi la Kongo FARDC lilikonfirme kuwa kwa sasa lina kontrole mji wote wa Uvira na kusema ya kwamba mamlaka ya uongozi yatarejea katika mji huo. Kama kawaida nimewaletea taarifa mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata link ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia link hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za leo tuzianzie katika mkoa wa Sud Kivu mo territoire ya Uvira katika maeneo ya Kiliba, axe Kiliba Runingu. Kwenye ramani hiyo mko naona kwenye Kiliba iko ni eneo inayopatikana kilomita 10 na mji wa Uvira, na hii eneo ya Kiliba ilikamatwa na wazalendo siku ya jana. Zani ya kwamba ndani ya habari za jioni ya jana walio zifuata walipata hata na video wakati wazalendo walikuwa wakirekipere eneo ya Kiliba. Waliendelea kusonga mbele polepole wakielekea eneo hiyo ya Runingo inayopatikana kilomita kidogo sana, ni dea 3 kilometre ukitoka katika eneo ya Kiliba. Katika njia hizo sasa kwenye route nationale numero 5 kuna wanajeshi wa waasi wa M23 waliokamatwa na wazalendo katika eneo hiyo. Wazalendo kutoka hapo wanasema kwamba hao wanajeshi wa M23 walikamatwa katika eneo hizo za Kiliba karibu na Runingu wakati wa operation za ratisage katika maeneo hayo yote yanayokuwa karibu na Kiliba. Wazalendo baada ya kurekipere Kiliba waliendelea kusonga mbele polepole na wako nafanya msako dongo ndani ya maeneo yote karibu na pale Kiliba. Wanasema kwamba hao wanajeshi wa M23 17 walio wakamata walikuwa wamevalia sare za kijeshi. Wazalendo wanasema ya kwamba wanajeshi hao wa M23 walioneshwa na population wa pale, donko wakaji wa hapo njo wenye walisaidia wazalendo kuwapata hao wanajeshi wa M23 ambao walikuwa wamebakia hapo wakiwa wamejifanya raia, donko wakiwa hawana teni zao, walikuwa wamejifanya wakaji wa hapo. Wazalendo wanashukuru sana wakaji wa hapo Kiliba kwa kuwasaidia kuwapata hao wanajeshi, na wanatoa wito kwa wakaji wote wa maeneo hayo walioyakamata mkiwemo hata mji wa Uvira
kukuwa anawaonyesha wale wote ambao ni waasi wa AFC M23 wenyewe walibakia pale wakiwa wanajifanya wakaaji, na pia kuwataja wale wote ambao walikuwa wakisaidiana nao ili wa SPO wote wa AFC M23 wakamatwe, wasiendelee kuishi na wazalendo na population kule wakati wao wanatumikana na waasi wa M23. Wanajeshi hao baada ya kukamatwa katika eneo ya Kiliba, wazalendo waliwapeleka mjini Uvira asubuhi ya leo. Wazalendo wanasema kwamba wanawapelekea jeshi la Kongo FARDC katika mji wa Uvira, njo wenye watajua la kufanya kuhusu wanajeshi hao wa AFC M23 ambao walikamatwa katika maeneo ya Kiliba vers Runingu. Na operasyon za ratisage zinaendelea katika maeneo hayo ambayo wazalendo wako na yakamata polepole, maeneo ambayo waasi wa M23 wako na yaacha, wazalendo nao wako na yakamata na kuanza kufanya ratisage, kwa sababu walikuwa wameambiwa taarifa hizo ya kwamba waasi wa M23 wako naondoka katika maeneo wanaacha ndani wanajeshi wao wakiwa wamejifanya wakaaji, wanaacha ndani watu ambao wako natumika nao katika maeneo hayo. Wazalendo sasa wako nafanya msako katika maeneo yote kuwakamata hao wa SPO wote wa AFC M23 katika maeneo hayo ambayo wako na yaacha. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu tuwapeleke katika mji wa Uvira. Siku ya jana jeshi la Kongo lilitangaza kuwa limekamata mji wote wa Uvira baada ya kujiondoa kwa waasi wa M23 katika mji huo. Taarifa hiyo ilitangazwa na jeshi la Kongo siku ya jana. Katika taarifa hiyo jeshi la Kongo lilisema ya kwamba na watu ambao walikuwa wakifanya piaje katika mji huo wa Uvira wakati waasi wa M23 walikuwa wameondoka ndani walishakamatwa, na wakasema ya kwamba au wote kabisa watawapinir, donc watakuja kuwashughulikia kutokana na vitendo kama hivyo ambavyo walivifanya katika mji wa Uvira. Na baada ya jeshi la Kongo kukamata mji wa Uvira, walikonfirmia kwamba AFC M23 wakati waliondoka katika mji wa Uvira walipie vitu tofauti vya gouvernement ya Kongo, mkiwemo zile goudron na vingine vitu tofauti. Baada ya jeshi la Kongo kukonfirme kukamata mji wa Uvira na maeneo yote yanayopatikana kando kando ya mji huo, Premier Ministre Judith Suminwa Tuluka aliandaa kikao huko Kinshasa kwa ajili ya kuona hali ni vipi katika mji wa Uvira. Reunion hiyo ilifanyika siku ya jana mjini Kinshasa. Walioyatangaza katika reunion hiyo ni ya kwamba katika mji wa Uvira kutarejea ndani mamlaka ya serikali ya Kongo, donko uongozi tena wa gouvernement ya Kongo utaingia katika mji huo. Uongozi uendelee kama kawaida katika maeneo tofauti yanayokaliwa na gouvernement ya Kongo huko katika Sud Kivu, uongozi ukiwa katika mji wa Uvira. Kama ukumbusho, baada ya kuanguka kwa mji wa Bukavu, mji wa Uvira ndio ambao ulikuwa umegeuzwa cheflier ya Sud Kivu, donc pale njo kwenye uongozi wote wa Sud Kivu ulikuwa umeelekea, kwa sababu mji wa Bukavu kwenye uongozi wote ulikuwa kwa Sud Kivu ulikuwa umekamatwa na waasi wa M23, na leo tena uongozi wa serikali ya mkoa wa Sud Kivu utarejea katika mji wa Uvira, uendelee kuongoza maeneo yanayokaliwa na jeshi la Kongo na wazalendo wakiwa wanakaa tena katika mji wa Uvira. Donc mamlaka za serikali tena za gouvernement ya Kongo zitarejea katika mji wa Uvira. Ni Premier Ministre Judith Suminwa ambaye aliyatangaza hayo siku ya jana wakati walikuwa katika reunion ambayo aliandaa ili kuongelea hali na kinachoendelea katika mji wa Uvira. Na katika mji wa Uvira na maeneo kando kando yake
kuna utulivu kabisa, hakuna tena decrepitement de balle ama mashambulizi hapa na pale. Kama mnavyokumbuka wakati AFC M23 walijiretire pale kukaingia wazalendo, siku ya kwanza kulikuwa kavuyo ile kuselebre kwa wakaaji na wazalendo kuselebre walikuwa wakishambulia ovyo ovyo kabisa angani. Siku ifuatayo ikakuwa hivyo. Leo kabisa kuna tatizo, hali ni ya utulivu. Wakaaji wameanza kufanya kazi zao za kawaida. Hakuna tena kavuyo katika mji wa Uvira na maeneo karibu na pale. Tuendelee na habari zetu. Kwa mara ya pili tena drone za FARDC zilibombarde na kushambulia vikali waasi wa M23 katika ngome zao zinazopatikana kwenye mlima wa Kasopo ndani ya mkoa wa Walikale. Kama ukumbusho, siku ya jana lundi le 19 ndege za FARDC za drone zilibombarde waasi wa M23 hapo katika eneo ya Kasopo. Ilikuwa asubuhi mapema. Baada ya kuwabombarde pale, zikarudia huko zilikotokea. Asubuhi ya leo mapema tena zilirejea pale ndege mbili za drone, zikawashambulia waasi wa M23 kwenye defense yao ama position yao inayopatikana kwenye mlima wa pale Kasopo. Vyanzo vyetu vinasema kwamba drone hizo zilifika hapo asubuhi ya leo mapema saa 11, zikawashambulia waasi katika ngome zao kwenye mlima huo. Wakati wa mashambulizi hayo, ngome hizo za AFC M23 kwenye mlima huo zilichomwa moto, na baada ya kuchoma moto zile defense za AFC M23, drone hizo tena zikarudia kwenye zilikuwa zimetokea. Ni kwa mara ya pili ambapo AFC M23 wameishambulia katika eneo hiyo ya Kasopo, ni ndani ya teritwari ya Walikale. Matokeo ya frappe hizo bado hayajafahamika. Wakati tutakuja kufahamu matokeo ya frappe hizo tutawaambia, donc kujua kama kuna waliojeruhiwa na kupoteza maisha yao na vitu vilivyoharibika hapo tutawaambia. Kwa sasa kabisa vyanzo vyetu havijafahamu matokeo hayo, kwa sababu mpaka kwa sasa moto ungali na waka katika defense hizo, na AFC M23 hawajatoka huko waseme ni matokeo ni gani katika defense zao. Matokeo kutoka hapo wakati tutayafahamu tutakuja kuyawaambia kama kawaida. Tuendelee na habari zetu tukiwa katika eneo la Walikale. Chifu wa kijiji cha Buruti Mungo Baruti aliuawa kikatili na watu wasiojulikana wenye silaha. Ilikuwa juzi le 18 katika kijiji chake kilichopo katika kundi la Luberike. Mkasa huo ulitokea katika eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na wasi wa AFC M23 tangu mwezi wa 4 wa 2025. Habari hizi zilithibitishwa na chifu wa eneo la Banaulengo Hussein Sadiki Taylor, ambaye alionyesha kwamba mazingira ya mauaji hayo bado hayajafahamika. Hata hivyo, kulingana na vyanzo vya ndani, washambuliaji walikimbia mara tu baada ya kutenda uhalifu huo. Bwana Sadiki alisema ya kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini wahusika wa kitendo hiki cha jinai na kubaini wahusika. Mauaji haya yanazidisha hali ya usalama ambayo tayari ni dhaifu katika sehemu hii ya eneo la Walikale inayoonyeshwa na uwepo wa waasi wa AFC M23. Tangu waasi walipochukua udhibiti wa eneo hilo, wakaaji wa eneo hilo wamekuwa wakiishi katika hali ya hofu iliyojaa dhuluma, vikwazo vya harakati za mashambulizi dhidi ya mamlaka za kitamaduni. Wakaaji wa Buruti wanalaani ongezeko la vurugu zinazolengwa dhidi ya viongozi wa jamii ambao wanaonekana kama alama za mshikamano wa kijamii na upinzani wa ndani. Mauaji haya kama ukumbusho yamekuja wiki moja tu baada
ya maporomoko ya ardhi yaliyosababisha vifo katika eneo hiyo ya Buruti ambayo yaliwaua watu 28 na kuitumbukiza jamii ya wenyeji katika dhiki kubwa ya kibinadamu. Wakaaji kutoka hapo wanasema ya kwamba hawajamaliza hata kuomboleza wafu wao kutokana na maporomoko ya ardhi, na leo wanampoteza chifu wao katika kijiji chao. Ni jambo gumu sana kwa jamii moja. Kifo cha Mungu Baruti kimezua hisia kali miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo ambao wanatoa wito kwa ulinzi wa haraka kwa raia na mamlaka za kimila pamoja na uchunguzi huru ili kuhakikisha kwamba haki inatekelezwa. Hapo ni ndani ya eneo ya Buruti inayopatikana Mwalikale karibu na Kashebere, donc ni mlokalite ya Kashebere. Kwenye hali ya kiusalama si nzuri kabisa. Habari zetu zinaendelea huko Mombasa, eneo lililoko katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takribani vikundi 10 vyenye silaha vinavyojiita wazalendo vinaendelea kuvuruga amani ya idadi ya watu. Hili ndilo linalotokana na taarifa kutoka kwa mkataba wa kuheshimu haki za binadamu CRDH katika eneo hilo. Katika taarifa yao, shirika hili la raia linasisitiza kwamba kuongezeka kwa makundi yenye silaha kunaathiri vibaya maisha ya kila siku ya idadi ya watu, hasa kupitia kukamatwa kiholela. Machifu wa Babila, Babombi na Bakwanza kwa sasa ndio walioathiriwa zaidi na vitisho hivi. Mnamo le 5 janvier timu ya wazalendo katika eneo la Mulembo iliwakamata watu wawili kiholela. Baada ya mateso, mmoja alifariki akiwa ndani ya seli yao na hakuna uchunguzi uliofanywa. Mnamo tarehe 15 mwezi huu, mwanamume mwingine alitekwa nyara kutoka shambani mwake mashariki mwa Biakato. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumapili juzi le 18 katika eneo la Migodi linalojulikana kama Ilota, ambapo vikundi viwili vya wazalendo vilipambana na kusababisha uharibifu wa binadamu na mali. Wamerekodi vikundi 12 vya watu wenye silaha wanaodai kuwa wazalendo katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vya CRDH, donc hiyo tume ya haki za binadamu, vinaongeza kuwa wanaume hawa wanadaiwa kutumia dhahabu, kobalti, mbao na shughuli zingine haramu, huku wakitekeleza ukatili dhidi ya raia. Kwa kukabiliana na hali hii ya kutisha, tume hii ya haki za binadamu inatoa wito wa kufukuzwa kwa makundi hayo yenye silaha ambayo yanasababisha ukosefu wa usalama kwa idadi ya watu ambao tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na vitisho kutoka kwa waasi wa ADF. Hapo ni katika mkoa wa Ituri huko Mombasa, kwenye makundi ya kizalendo yanaendelea kuvuruga watu huko, wakitekwa nyara wamoja, wengine kukamatwa kiholela na wengine kunyanyaswa sana na makundi hayo yanayojiita ya kizalendo. Asante basi ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi, na msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Asante sana, tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.